Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka, kumepambazuka. Kwa mara nyingi nikikutana na mtu yoyote yule kwenye pita zangu, kwenye mihangaiko yangu, nikishamgundua kabisa kwamba huyu mtu ana kitu ndani yake ama na kitu ndani yetu sisi ambao tunatamani kujua vitu vingi, kwa sababu ukitaka kuwa unajua vitu vingi, huwa mara nyingi ulimwengu unakukutanisha na wale watu ambao wanauelewa ama wanaufahamu wa hivyo vitu. Kwa hiyo hapa nimekutana na ndugu yangu, ningependa angejitambulisha, anaitwa nani? Siku imekuwa njema sana kukutana na wewe bwana. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Kwa mtazamaji, mimi unaweza kaniita Ndagisha Kafumo. Ndagisha Kafumo, jina ambalo ni la asili kutokana na majukumu ambayo nakuwa nayo kwenye hii elimu ambazo tutakuwa tunazipata wote kwenye United Kingdom of Africa. Bwana, mimi ni mkazi wa Sumbawanga. Ni mkazi wa Sumbawanga, mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo tuko na mtoto wa Sumbawanga hapa. Tupo na kijukuu cha wazee wa Sumbawanga. Sisi ni vijukuu bwana vya wazee. Sasa bwana, huyu bwana ni mtu wa mitetemo. Nishati zipo za aina nyingi. Zipo za aina nyingi. Tukisema kwa mfano mawimbi ya redio, watu tunachomoa tu zile elia kwenye redio. Antena unaisimamisha hivi. Huwa tunaisimamisha tu kwa ajili gani? Ili iweze kunasa mawimbi. Je, ile mawimbi tunaiona? Hapana. Kwa naposema mitetemo namaanisha hisia au mawimbi. Mawimbi. Kwa hata hasira ni mawimbi. Hata furaha ni mawimbi. Kwa unaweza kaelewa hapo kwamba ni kitu gani kilichoweza kuna utakuwa sasa ushirikishe hicho nilichokuambia kiweze kukuambia chenyewe. Okay. Kumbe kunawezekana kuna mtu akawa asifahamu hizi elimu na ana uhitaji mkubwa sana kuzifahamu hizi elimu kwa kiasi kikubwa sana. Mimi nafikiri wadau wangu wa United Kingdoms, huyu jamaa anatakiwa kutupa hii elimu kwa ufasaha zaidi. Mimi nafikiri sasa ni wakati ambao nikupatie darasa, nikupatie kipindi, utupatie hiyo elimu kiundani zaidi. Tuanze chini mpaka juu. Mimi nafikiri wadau wa United wapo hapa. Kitu gani ambacho labda unachokihitaji ili tuweze kuifanya hii elimu ikawa kubwa sana na ikaweza kuwafikia watu wengi zaidi? Kitu cha kwanza kabisa ambacho nakitamani sana kwa watu, watu wasipuuzie mambo. Watu wasipuuzie mambo, kwa maana wajitambue. Watu wengi wanapenda kuingiza kichwani mwao vitu vikubwa. Wasijue kwamba vitu vidogo ndivyo vinavyoleta vitu vikubwa. Okay. Kwa hiyo kujitambua na maanisha ni kuweza kuzingatia hata mambo madogo. Kwa mfano kama hiyo situation iliyokukuta barabarani. Ni situation kubwa. Ni msaada mkubwa sana ulifanyika pale. Lakini katika mazingira ya kawaida hata ya watu wengine huwa wanapotezea. Sasa katika namna hiyo unakuwa wewe sio mtu mwenye shukrani. Wewe sio mtu mwenye shukrani. Unatakiwa ujitambue na utambue mazingira ulionayo. Uwe mtu wa kushukuru. Sasa watu wengine wanaelewa kwamba labda kushukuru ni paka upewe kitu, upewe fedha, upewe msaada, upewe chakula. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea ambayo mtu anatakiwa kushukuru. Kwa mfano hata kama hiyo situation. Kwa hiyo katika kuzingatia mambo madogo ndio unaweza kaja kaungana na mimi na ukaweza kanielewa ninapomaanisha mitetemo. Ninapomaanisha mitetemo. Kwa wanatamani kila mtu aweze kuamka. Mimi hapa nilipo, yupo mtu mahali amekaa. Ni mtu amekaa mahali. Ni kiongozi wangu lakini hajijui. Yupo mtu kuna mahali amekaa. Ni mwalimu wangu lakini hajijui. Yupo mtu yuko mahali amekaa. Kuna kitu fulani anatakiwa nisaidie mimi au kuna kitu fulani anataka kusaidia wewe. Ila kutokana na maisha anayoishi hajafikia huo uwezo wa kuja kukusaidia wewe. Kwa hiyo naposema kujitambua ni kila mtu ajue majukumu yake. Kila mtu atimize majukumu yake popote alipo. Kwa mfano kama wewe.
jinsi hata tulivyokutana siku ya kwanza. Sio ni namna ambayo mtazamaji sijui anaweza kafikiriaje, lakini ni namna ya ajabu kidogo. Ni namna ya ajabu kidogo. Na kitu kikubwa ambacho nisisahau kabla sijaendelea mbele zaidi, watu wengi wanaishi wamejisaliti. Watu wengi wamejisaliti. Kivipi unaposema kwamba watu wengi wamejisaliti? Una maana gani? Nikisema watu wamejisaliti, watu hawataki kujisikiliza, hawataki kusikiliza hizo nishati nilizokuwa nataka kuelezea hapa. Hawataki kusikia kuhusiana na wao. Unapotaja mizimu, unapotaja na vitu vingine ambavyo havionekani. Ni mfano, ni nishati tu za asili ambazo kama nitoka kukueleza mfano wa mawimbi ya redio. Kwa hiyo unaposema hivyo ni vitu vinavyohusiana, sema tu watu wanajaribu kuvipa majina kulingana na utendaji wake. Kama tulivyo na mawimbi ya redio, lakini tuna mawimbi ya wifi. Internet, mtu anaweza kukusikiliza akapata kipindi hiki akiwa mbali kwa ajili ya mawimbi. Kwa hiyo ndio namna zilizopo katika asili. Okay. Kwa hiyo bana, tutakuwa na darasa kubwa sana hivi karibuni kupitia hapa United Kingdoms of Africa. Kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yetu hii, cha kufanya ni kitu kimoja tu, bonyeza button ambayo imeandikwa subscribe hapa, alama ya kengele hiyo, ili darasa linapoanza basi tujue tunaanza tukiwa pamoja. Mimi tunaishia hapa leo hii, mimi na mwanangu, lakini bado kuna vitu vingi ambavyo tutakuja kuwaelimisha zaidi na zaidi. Asanteni sana kwa kutufuatilia. Tungependa muache komenti zenu hapo ili kutupa moyo na sisi ambao tunaofanya na kufanya utafiti na kukutana na baadhi ya watu kama hawa, tuzidi kuwatafuta wakiwa wengi zaidi na zaidi kwa ajili ya kuja kutupa hizi elimu. Asanteni sana. Tunachojivunia ni utamaduni wa babu zetu na bibi wa bibi zetu, na huu ndio urithi wetu.